Niwashukuru sana wenzetu wa Stanbic kwa kuleta vifaa hivi. Kwa kweli hii ni uthibitisho dhahiri ya kuwa ukiunga mkono sekta ya afya kama mnaunga mkono sekta ya afya kwa vitendo, na hii kwa kweli itaongeza sana uwajibikaji, lakini pia na huduma, na hususan kwa kujali afya za Watanzania. Mimi nitoe rai kwa wenzetu mlioko katika sekta ya afya. Nadhani wote wamemsikiliza Mheshimiwa Waziri Mkuu jana akizungumzia uzoefu au akitoa mfano wa kule Tabora. Tunaombeni sana vifaa tunapokea leo. Vifaa ni kitu kimoja, lakini utendaji ni kitu cha pili. Tujitahidi tuimarishe utendaji wetu. Tujitahidi lugha zetu kwa wagonjwa ziwe lugha za kistaarabu. Tunaposema kazi na utu, tumaanishe kweli kazi na utu. Na ndio maana mganga mkuu tulipokuambia kwamba pamoja na kwamba tunakarabati lile jengo, tutafute eneo mbadala au ndugu wanaowasubiri na kuwahudumia wagonjwa wanaotoka mbali wapate mahali pa kujistiri. Kweli mlikubali lile eneo ambalo lilikuwa ni mgahawa wenu ambao hufanyi kazi, mkasema basi tuwaweke pale kwa muda. Lakini haikutosha, kwa sababu sasa pale ikawa ni kwa wale wanaotoka mbali nje ya wilaya. Hao wa mjini wakija wakati wanasubiria kuwaona wagonjwa. Kwa tunaona kina mama pale wanakaa kwenye vibambaza, wanakaa sakafu ardhini kwenye vumbi. Ilibidi nifanye maarifa ni watume vijana wangu waje wakaweke miamvuli pale. Japo wapate stara, lakini na sasa hivi naona huo miamvuli ile haifai tena. Sasa meneja tutaongea. Tupate turubai tenti fulani hivi ambayo tutaweza kuwawekea waweze kusikua katika kukiwa na mvua wasipate stara, kukiwa na jua wapate stara, ili wakati wanaenda kuwaona wagonjwa waweze kuwa na sehemu ya kujistiri. Wakati wanatoka wanasubiria kuwe na hali hiyo. Kwa hivyo hiyo mimi nadhani meneja hii hamtaishindwa. Kama mmeweza kwa gharama ya milioni 27, mimi nadhani hata ile 3 tukiongezea pale tutatengeneza tenti nzuri pale nje. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, makofi kwa meneja, amesema hiyo inawezekana. Tumezungumzia maadili hapa. Nadhani mnayo mfumo wenu wa matumizi ya simu. Najua kuna vitu vingi sasa hivi tunatumia kupitia mfumo wa simu. Lakini hebu angalieni tusije tukakuta watu wanatucheza game, wanachati kwa kutumia simu. Tujitahidi sana, na sisi tutakuwa tunafanya ukaguzi, na nyie mfanye ukaguzi, mjiridhishe kwamba kazi hii inafanyika kwa tija kubwa sana. Niwashukuru wote ambao mmekuwa mstari wa mbele kusaidia sekta hii ya afya na katika hospitali yetu ya Bombo. Nawapongeza sana. Lakini nawatia moyo wafanyakazi. Najua tuna uhaba mkubwa wa wafanyakazi. Tunahitaji kweli madili, lakini haina maana kwamba hatutambui kazi nzuri tunaifanya. Tunafanya kazi nzuri katika hali ambayo bado tuna watumishi wachache. Wakati serikali inaendelea kuongeza ikama ya watumishi, basi tuendelee pia kuwatumikia na kuwasaidia wagonjwa wetu na ndugu ambao wanakuja kuwaona wagonjwa. Ndugu yangu meneja na viongozi mliopo hapa, sasa tuko tayari kushirikiana na benki ya Stanbic kuhakikisha kwamba pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha huduma za kijamii, tuko tayari pia kushirikiana na taasisi yenu ya Stanbic kuhakikisha kwamba mnatusaidia pia katika maeneo mbalimbali kama ambavyo nilivyosema, kwenye maeneo ya vijana, lakini hata katika maeneo mbalimbali katika sekta hii ya afya. Benki ya Stanbic imechagua kutumia siku hii ya leo kutimiza wajibu wetu wa kusaidia jamii inayotuzunguka kwa kukabidhi vifaa hivi vilivyopo mbele yetu kwa uongozi wa hospitali ya mkoa wa Tanga, Bombo Hospital. Sisi wafanyakazi wa benki ya Stanbic tunaungana nanyi kwa ajili ya shughuli ya kukabidhi vifaa hivi kama sehemu ya mchango wetu kwa jamii na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha na utoaji wa huduma za afya nchini. Tunaamini kwa utoaji huu wa huduma bora kwa jamii huanza na moyo wa kujitolea, na huo ndio msingi wetu wa huduma kwa jamii.
Kwa hiyo tutaendelea kutoa misaada mbalimbali katika mkoa wetu wa Tanga katika kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira yote ya kila Mtanzania. Uwepo wa wadau ambao wanatusaidia kwa ajili ya kusaidia, moja kati ya vitu muhimu kabisa katika utoaji huduma wa afya hospitalini kwetu hapa, inakuwa ni mchango mkubwa sana kwa hospitali na kwa jamii kwa ujumla. Hospitali yetu hii ina kada tofauti tofauti ambazo kwa namna moja nyingine kila kada ina majukumu yake, lakini katika utimilifu wa ujumla wake wote na uwepo wa watumishi, madaktari bingwa, majengo na vitu vyote ambavyo nimevitaja, bado tuna uhaba wa vifaa tiba. Vifaa tiba hivi ambavyo baadhi yake ni hivi ambavyo vinaletwa hapa mbele yetu, vimekuwa vinahitajika kwa sababu kuna ongezeko la uhitaji, ongezeko la wagonjwa ambao tunahudumia kila siku, lakini vile vile tumejikuta kwamba kwa sababu ya maboresho mbalimbali ya idara mbalimbali tulizonazo na pia ongezeko la huduma ambazo tunazitoa, uhitaji na wenyewe umezidi kuongezeka. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, wadau hawa mbalimbali ambao wanaendelea kujitolea kwa ajili ya kuisaidia hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga wameweza kuwa ni msaada mkubwa sana kwa ajili ya kuhakikisha huduma zinazidi kuwa bora katika hospitali yetu.